Kwa nini watu wengi hawafanikiwi kwenye mtandao wa YouTube? Nadhani nikikuuliza hata hilo swali wewe unaweza kunipa majibu mbalimbali. Na sababu zipo nyingi, zinaweza zikafika hata 30 hata 100. Lakini kwenye video hii nitakupatia sababu kuu 3 tu ambazo zinafanya watu wasifanikiwe kwenye platform ya YouTube. Jambo la kwanza ambalo linafanya watu wasifanikiwe kwenye platform ya YouTube ni mindset ya mafanikio. Nikisema mindset ya mafanikio ni ule mtazamo mtu anaochukulia kufanikiwa YouTube. Unajua watu wengi wanaingia kwenye platform ya YouTube akiamini ndani ya mwezi mmoja au miezi miwili anaanza kulipwa. Lakini unakuta ameupload video ndani ya miezi 6 anaona hata subscribers 10 hajafikisha, huyo mtu anakata tamaa. Kwa hiyo mindset ya watu wengi wanaoingia nayo kwenye platform ya YouTube ndio inafanya watu wasifanikiwe. Wengi wanaingia kwenye platform ya YouTube kwa mindset ya kufanikiwa haraka. Sasa ukishakuwa na mindset kama hiyo, ni vigumu sana kufanikiwa kwenye platform ya YouTube. Chukulia umepanda mti leo. Ukipanda mti leo ili uanze kuja kuvuna matunda kisawasa waendelee vile miaka 8, miaka 10. Kwa hiyo platform ya YouTube jinsi ilivyo sio platform ya kupatia matunda kama ambavyo unafanya biashara kwamba leo umeweka bidhaa alafu kesho umepata mteja. Platform ya YouTube haiko hivyo. Platform ya YouTube inataka uwe una mindset ya uwekezaji kwamba unawekeza leo, unawekeza mwezi huu, unawekeza mwaka huu, unawekeza miaka hii 5, lakini mafanikio yake pengine ni miaka 10 mbele au miaka 20 mbele. Yaani hicho kitu ukishaingia nacho tu kwenye platform ya YouTube lazima ufanikiwe. Lakini ukiingia kwenye platform ya YouTube ya mindset kwamba fulani analipwa $100, fulani kalipwa $dola ngapi, hiyo mindset itakufelisha mapema sana. Jambo la pili ambalo linafanya watu wasifanikiwe kwenye platform ya YouTube ni consistency. Nikisema consistency ni ile hali ya kufanya kitu kwa muendelezo. YouTube bwana inataka mtu anayeposti mara kwa mara. Sasa watu wengi, ukirejea sababu ya kwanza niliyosema mindset, wakiamini YouTube huwa inalipa, wanawekeza nguvu ile miezi ya awali au ile miaka ya awali, lakini mbele huko wanapunguza ile momentum. Sasa ukipunguza ile ari ya kuupload video, na tayari na YouTube inaanza kukukataa kwa sababu inaamini huyu mtu haipo consistency. Huyu mtu anaupload mara moja anaacha. Na ukishakuwa umefanya kwa style kama hiyo, YouTube inaacha kusuggest video zako. Labda nikujuze tu, viewers tunazozipata kwenye mtandao wa YouTube kwa asilimia zaidi ya 80 zinatoka kwenye suggested videos au browse videos. Nikisema suggested videos ni video zetu zinasuggestiwa kwenye video za watu wengine ili watu waweze kuzitazama. Ni asilimia chache tu zinatoka kwenye YouTube search kwamba watu wana search hiyo video yetu. Asilimia chache sana ambazo hazifikii hata asilimia 20. Kwa hiyo ili YouTube waweze kuzisuggest video zetu, wanataka yule mtu ambaye ana-upload mara kwa mara, ana-upload video nyingi zinakuwa zinaweza kwenda kuonekana sehemu nyingine. Na sababu ya tatu au ya mwisho ambayo inafanya watu wasifanikiwe kwenye platform ya YouTube, tunasema watu wengi hawapendi kujifunza. Mimi sijui ni kwa nini hii kasumba inawakumba sana Tanzania au Afrika. Afrika kujifunza ni wazito sana. Leo hii mtu kimwambia bwana na kufundisha jinsi ya kukuza labda pengine YouTube channel, lipi kiasi fulani, yaani mtu anaona kama akipata kile kiasi ni kama amekufaidisha au kama anaona kama amepoteza hivi. No, labda wewe nikikuuliza swali la ziada tu. Umeenda shule, umesoma miaka na miaka, umelipa ada mabilioni ya pesa, lakini haya mamilioni ya pesa uliolipa kwenye hiyo shule, hiyo elimu, umesoma logarithm, umesoma sijui rules of laboratories, imekusaidia nini kuingiza kipato leo? Obviously ni nothing. Lakini mimi nitenge mwenzi wangu mzima nikufundishe kwamba bwana, fanya 1 2 3 ndani ya mwaka mmoja au ndani ya miezi kadhaa unaanza kuiona pesa. Kwenye YouTube fanya 1 2 3 ndani ya miezi 3 una uhakika wa kushika pesa ya YouTube. Lakini kama bwana mafunzo pengine ni kiasi fulani tu cha pesa, unaweza kuona jamaa mbona kama ametaja bei kubwa. Ndio hiyo kitu inafanya wengi tusifanikiwe. Wengi hatupendi kujifunza na wengi hatupo kulipa gharama za mafanikio. Sasa nikutie moyo kwa wewe ambao unataka kufanikiwa YouTube, kwa namna yoyote ile, penda kujifunza kufanikiwa. Penda kujifunza kujua vitu vinafanyika vipi. Usifanye vitu kienyeji. Leo umeamka unajisikia bana leo YouTube ngoja niongee kitu fulani,
Kila kitu nakiongea kinapata views moja. Hicho kitu pia kiangalia baada ya miaka 10 kina viewers pengine 5. Sasa unakuwa umefanya nini? Maana wewe unakuwa unataka kujifunza kujua video zipi zitapata watazamaji, kujifunza kujua thumbnail zinatengenezwa vipi, kujifunza kujua title tunaandika vipi, kujifunza kujua YouTube analytics tunaichambua vipi. Kuna vitu vingi sana kuna kujifunza mambo ya monetization unafanyaje. Ndio maana watu wengi wanakalili kwamba platform ya YouTube ili uweze kulipwa ni lazima ufikishe subscribers 1000 na watazamaji 4000. Lakini kiuhalisia kwa mtu aliyejifunza mambo ya YouTube anafahamu kabisa kuna njia zaidi ya 5 za kupata pesa kwenye platform ya YouTube. Ndio maana nasisitiza sana, ukiwa mtu usiyependa kujifunza basi YouTube itakutema tu automatically na hauwezi ukayaona mafanikio. Na kujifunza unaweza kujifunza kwenye platform hizo za YouTube, watu wanafundisha sana. Chukua muda wako mwingi jifunze, lakini pia kama kuna watu wanafundisha course basi lipa hizo course ili uweze kujifunza. Na kwa maana unahitaji kujifunza course ya YouTube marketing tunaita YouTube content creation, course ambayo nimeandaa mimi mwenyewe, basi wasiliana na mimi kwenye namba za simu hapo chini ili uanze na wewe kujifunza. Na course hii inagharimu shilingi 100,000 tu. Ukizoja shilingi 100,000 unaweza ukapata mafanikio kama ambayo wameyapata wanafunzi wangu wengi ambao wamepitia kwenye kozi hii ya YouTube. Mimi sina la ziada kwenye video hii. Tukutane wakati mwingine na kwenye video nyingine tena. Nategemea baada ya kutazama video hii utakuja kwangu ili niweze kukufundisha, kukupatia siri ambazo mimi nimezitumia kuikuza channel yangu mpaka leo ninalipwa na ninapata subscribers wapya kila siku. Asante.